Rais William Ruto ameutetea mpango wa Kenya kuzipa kampuni mbili za kibinafsi mamlaka ya kuendesha mradi wa mabilioni ya pesa ya Galana Kulalu kwa kile alichosema kwamba ni kuimarisha uzalishaji wa chakula kwa kubuni nafasi za kazi kwa vijana wa hapa Kenya. Ruto alisema kuwa mpango huo utaleta mabadiliko katika sekta ya kilimo kupitia mradi wa umwagiliaji maji ambao alikiri kuwa umekwama kutokana na siasa. Mwanahabari wetu Rose Wangoi ana maelezo zaidi. Rais William Ruto alikuwa akizungumza wakati wa ukaguzi wa mradi huo wa Galana Kulalu katika viunga vya kaunti ya Kilifi. Rais ambaye aliambatana na viongozi mbalimbali wa kiserikali alisema kampuni ya Selu itaanza kulima katika shamba la ekari 20,000 kuanzia wiki ijayo na kubadilisha eneo hilo. Kampuni nyingine kutoka miliki za Uarabu pia itawekeza hapa kuzalisha chakula. Nilikuwa kule United Arab Emirates na tukakubaliana na rais wa kule ya kwamba kampuni yao moja itakuja hapa iegeze ili tuweze kutumia shamba tulio nayo hapa kuzalisha chakula, kuzalisha nafasi ya ajira na vile vile kuhakikisha kwamba tuko na products ambaye tunaweza kuexport katika nchi zingine. Afisa mkuu mtendaji wa Selu Nicholas Ambanya awali alikuwa amesema kampuni hiyo inapanga kuweka shilingi bilioni 13 katika mradi huo kwa muda wa miaka 3. Baada ya mwaka mmoja nafikiri ekari za kwanza 5,000 zitakuwa zimefanyika, zile 20,000 na nitawakaza ndio tuhakikisha kwamba kazi hiyo inaendelea sawa sawa. Rais Ruto alibainisha kuwa hii ni sehemu ya mpango wa usalama wa chakula nchini ili kumaliza njaa. Miaka 60 baada ya kuwa taifa huru ni aibu kubwa sana kama wananchi wa Kenya wanalala njaa. Kwa sababu nia yangu ni kuhakikisha kwamba tunaondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. That is my program, that is my plan, that is my commitment. Wakati huo rais alisema mradi huo pia utainua uchumi wa kaunti ya Tana River. Hata hivyo kumekuwa na pingamizi kutoka kwa viongozi kuhusu swala la kuzipa kampuni binafsi kuendeleza shughuli hizi kama ile ya kiwanda cha Trans Nzoia. Viongozi wakisema kampuni hizo zinasambaratisha uchumi wa maeneo badala ya kukuza. Rose Wangoi, NTV.